Karibu katika jambo la leo la Mei 12 mwaka 2026. Mimi ni Esther Chilato. Nami ni Irene Kishoma. Machache kati ya mengi tutakayosikia ni pamoja na haya. Tukio la binti mjamzito mwenye umri wa miaka 22 kunusurika kujifungua ndani ya basi. Ukosefu wa matuta kando ya barabara ya Mtipa Ilongero Singida umewaibua wananchi wakidai unahatarisha maisha yao. Matumaini ya kufikia makubaliano ya amani Iran yatetereka. Yanga ya kusanya zaidi ya shilingi milioni 31 kulipa faini ya mchezo dhidi ya Simba Sports Club. Mwana Maisha Fresh unaweza kufuatilia jambo la leo mubashara kupitia tovuti yetu ya www.jambofm.co.tz, lakini pia unaweza kufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao mbalimbali ya kijamii, Instagram, Facebook na TikTok kwa kuandika Jambo FM TZ, pamoja na YouTube kwa kuandika Jambo FM Radio Tanzania. Jambo la leo linaanzia hapa Mara. Tukio la binti mjamzito aliyenusurika kujifungua ndani ya basi akiwa safarini limeonyesha haja ya umuhimu wa huduma za afya za dharura kwa wajawazito pamoja na hali ya upatikanaji wa huduma hizo katika mazingira ya safari na maeneo ya mbali. Adamu Msafiri kutoka hapa mkoani Mara anasimulia zaidi juu ya tukio hili la binti Grace Warioba mwenye umri miaka 22. Siku za hivi karibuni, safari ya kawaida kutoka Arusha kuelekea Butiama mkoani Mara iligeuka kuwa safari ya kuokoa maisha. Afisa rasilimali watu wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mugango Kiabakari akiwa safarini kutekeleza majukumu yake ya kikazi bila kujua kwamba mbele yake kulikuwa na jukumu kubwa zaidi la kuokoa maisha ya mama na mtoto. Ndani ya gari hilo alikuwepo Grace Warioba, binti mwenye umri wa miaka 22 akiwa na ujauzito mkubwa. Walipofika eneo la Lamadi wilayani Busega mkoani Simiyu, maumivu yakaanza kuongezeka kwa kasi. Awali Grace hakujua kama ilikuwa ni maumivu ya kujifungua, lakini afisa huyu wa rasilimali watu ambaye alikuwa ameketi jirani na Grace alitambua kuwa hali iliyokuwa ikimkuta Grace kwa wakati huo haikuwa ya kawaida. Majina anaitwa Sofia Lena Libaritabura, afisa rasilimali watu kutoka mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mugango Kiabakari. Kwanza kabisa nilikuwa nikitokea kwenye mkutano wetu wa maafisa rasilimali watu Arusha. Basi wakati tunasafiri mwanjiani tunakaribia Lamadi pale, kuna binti mmoja akaanza kuumwa uchungu. Baada ya kuona anaumwa uchungu, nikajaribu kuwasiliana na madaktari wa hapa hospitali ya Butiama. Bila kupoteza muda, anaamua kuwasiliana na wahudumu wa afya kutoka hospitali ya wilaya ya Butiama. Ndipo hatua za dharura zinaanza mara moja. Gari la kubeba wagonjwa likawashwa kwa kasi, likipeperusha matumaini barabarani hadi eneo la Kiabakari walipokutana na basi lilokuwa limembeba mama huyo mjamzito. Grace aliwahishwa hospitali ya wilaya ya Butiama ambako alipokelewa na kupatiwa huduma za haraka za kitaalamu, kama anavyoeleza Baraka Mwita ambaye ni mtoa huduma za afya katika hospitali hii. Nimewapokea hawa mama walivyoshushwa hapo na ambulance na moja kwa moja nikawapeleka katika vitanda vya kuzalia. Japo ndugu zake walikuwa hajafika, lakini tumepambana kutoa huduma. Kama dakika 10-15 hivi mama akawa ameshapushi mtoto na mtoto amescore 9 ya 10 vizuri kabisa. Na akalia tukusumbuka haja kufanya secretion maana mtoto alikuwa fresh. Baada hapo tukamkabidhi mama kitanda na tukampelekea mwanae. Na hatimaye kilio cha mtoto kikasikika. Kilio cha ushindi, kilio cha matumaini mapya. Hadi ilikuwa imeshakuwa ngumu, huyu mama akanisaidia kutoka Kiabakari, akanipigia ambulance simu, tumekutana njiani na kunileta hapa. Namshukuru Mungu, amenipokea kaka wale, amenipokea kwa furaha, akanipeleka chumba cha kujifungulia na wamenifanyia matibabu yanavyoeleweka. Miaka ya nyuma akina mama wengi walipoteza maisha yao njiani wakikimbizwa hospitali. Wengine walijifungulia njiani bila msaada wowote. Lakini leo simulizi kama ya Grace ni ushahidi kwamba maboresho katika huduma za afya za dharura yaliyofanywa na serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan yanaendelea kuokoa maisha ya Watanzania kila siku. Kutoka hapa wilayani Butiama mkoani Mara, mimi ni Adamu Msafiri.
Jambo FM. Sasa ni jambo la hapa Singida. Wananchi wanaoishi kando kando ya barabara ya Mtipa Ilongero manispaa Singida wamepanza sauti zao juu ya ukosefu wa matuta ya kupunguza mwendo wa magari, wakisema hali hiyo imeendelea kuhatarisha maisha yao kila siku, huku baadhi yao wakidai kuwa licha malalamiko ya muda mrefu bado hakuna hatua madhubuti zilizochukuliwa kuweka matuta katika maeneo yenye mkusanyiko mkubwa wa watu, jambo linaloendelea kuongeza hofu kwa wakazi wa maeneo hayo. Saulo Steven na taarifa kamili. Wakizungumza na Jambo FM kwa sauti zilizojaa hisia kali pamoja na hasira, wananchi hao wamesema magari mengi yanapita kwa mwendo kasi hasa nyakati za asubuhi na jioni, huku pia watoto wakiwa wanavuka kwenda shule, wakina mama pamoja na wazee wakilazimika kuhangaika kuokoa maisha yao kutokana na ukosefu wa matuta barabarani. Cha ajali nyingi tangia barabara hii jengwe, nichukue tu kwa kipindi cha muda wa miaka mitatu, karibia watu 16 ambao tayari wameshapoteza maisha kwenye hii barabara. Na hata hivyo kuna walemavu kama watu 4 ambao tayari wameshakuwa ni walemavu. Cha ajali nyingi tangia barabara hii jengwe, nichukue tu kwa kipindi cha muda wa miaka mitatu, karibia watu 16 ambao tayari wameshapoteza maisha kwenye hii barabara. Na hata hivyo kuna walemavu kama watu 4 ambao tayari wameshakuwa ni walemavu. Kwa jeshi la polisi ambaye ni OCD mara moja kuanzia kesho aanze operesheni maalum katika barabara hii, hasa eneo la Mtipa, ili wale watu wote madereva wanaopita katika eneo ya zebra cross, ile sehemu ya kuvuka bila kufuata sheria za usalama barabarani, tuwakamate mara moja na hatua zichukuliwe mara moja kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Maana hata mimi mwenyewe nimekaa hapa nimeona gari inakimbia, sikuwa ndani ya gari lakini inapita wakati, si ndio? Unasikia tu shwa. Haya, wakati mjadala wa bajeti ya Wizara ya Afya ikiendelea bungeni, wabunge wameishauri serikali kuongeza kasi ya utekelezaji wa mpango wa bima ya afya kwa wote ili kuhakikisha wananchi wengi zaidi wanapata huduma za afya kwa gharama nafuu na kwa urahisi. Wakichangia bajeti hiyo, wabunge hao wamesema serikali kupitia Wizara ya Afya inapaswa kuweka nguvu zaidi katika utekelezaji wa mpango huo, wakieleza kuwa ni suluhisho muhimu la kupunguza gharama za matibabu pamoja na kuboresha upatikanaji wa huduma bora za afya kwa wananchi. Gideon Gregory anaeleza zaidi. Kama tukifanikiwa kulipia bima kwa afya kwa watu wote, tafsiri yake swala la kuanza kutibiana na wananchi litapungua katika miji yetu. Lakini bima hii ya afya tunaomba iunganishwe na ambulance, kwa sababu mtu anatibiwa bure kutokana na bima aliyolipia, lakini akipewa rufaa inabidi achangie mafuta ya ambulance. Kwa mfano Kigoma, na ninashukuru sana niwapongeze uongozi wa hospitali ya Maweni. Kigoma ilikuwa kusafiri kutoka Kigoma mpaka kwenda Dar es Salaam, ambulance ilikuwa inalipia karibia milioni 2 na kitu, milioni 2.6 sijui. Tunaomba pia huduma ambazo zitakwenda kutolewa ziweze kuwa huduma bora kwa kuzingatia madawa kuwepo muda wote, lakini vile vile kwa kuzingatia wahudumu wa afya wawe na lugha ambazo ni rafiki na lugha nzuri kwa wananchi ili wakapate kuona faida ya kujiunga na bima hiyo ya afya. Wizara ihakikishe kuwa vituo vya afya vitakavyotumia hizi kadi za bima basi vinakuwa na dawa za kutosha pamoja na wataalamu wa kutosha watoa huduma, kwa sababu imeonekana katika maeneo mengi watu walioitikia kwenye huduma hii ya afya wanapokwenda kule wanakutana watumishi ni wachache. Kwa hiyo naishauri wizara kama ikiwezekana waombe kibali cha kuongeza watumishi wengine. Katika hatua nyingine, wabunge hao wamesisitiza umuhimu wa kuanzishwa kwa kitengo maalumu cha kinga tiba, hatua ambayo itasaidia wananchi wengi kutambua hali zao za afya mapema na kurahisisha udhibiti wa magonjwa mbalimbali. Hata Waswahili wanasema kinga ni bora kuliko tiba. Bila kinga taifa hili haliwezi kuwa taifa bora. Tunahitaji kuwa na taifa bora la watu wasiougua kila siku, na hiyo itawezekana kama tutaweka fedha nyingi kwenye kinga na pia kuongeza bajeti yetu ya afya. Taifa gonjwa huwa na uchumi gonjwa. Wizara ya Afya inabidi tuwe na kitengo cha kinga tiba. Maana yangu ni nini? Kuna magonjwa mengi tunayapata ambayo gharama yake kuyatibu ni kubwa sana, lakini unaweza kukuta gharama ya kuyalinda ili tusiyapate inaweza ikawa ndogo sana kuliko gharama ambayo tunatumia mtu kutibiwa. Kwa hiyo ni bora tunapojenga mahospitali yetu ya rufaa au ya mikoa tuwe na kitengo cha kinga tiba ambako tuwe na wataalamu wenyewe ni kushauri wananchi, wanafika pale kupima na kujua anasumbuliwa nini au ana upungufu gani ili apate kinga kabla ya kupata ugonjwa.
Mpango wa bima afya kwa wote unatajwa kuongeza usawa katika upatikanaji wa huduma za afya na kusaidia kupunguza changamoto za kifedha zinazowakabili wananchi wengi wanapohitaji matibabu. Kutoka Dodoma, Gideon Gregory, Jambo FM. Asante Gideon kwa taarifa hiyo. Sasa ni jambo la kimataifa. Matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano ya amani kati ya Iran yamepungua baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa usitishaji wa mapigano na Iran uko katika hali mbaya. Trump ametoa kauli hiyo wakati Iran ikikataa pendekezo la Marekani la kumaliza mzozo huo na badala yake kusisitiza masharti ambayo rais huyo wa Marekani aliyataja kuwa ni ya kipuuzi. Iran imetaka vita visitishwe katika maeneo yote mapigano ikiwemo Lebanon ambako mshirika wa Marekani Israel anapambana na wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Tehran. Tehran pia imesisitiza mamlaka yake juu ya mlango bahari wa Hormuz, fidia kwa uharibifu wa vita pamoja na kuondolewa kwa vizuizi vya jeshi la wanamaji la Marekani. Marekani kwa upande wake ilikuwa imependekeza kusitishwa kwa mapigano kabla ya kuanza mazungumzo kuhusu masuala yenye utata ikiwemo mpango wa nyuklia wa Iran. Na katika michezo, klabu ya Yanga imekusanya kiasi cha shilingi milioni 31,210,840 faini iliyotozwa jana na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu baada ya wachezaji na maofisa wa ufundi wa klabu hiyo kukataa kutumia chumba rasmi cha kuvalia kwenye uwanja wa Jenerali Samuyo katika mchezo dhidi ya Simba Mei 3 mwaka huu. Fedha hizo zimechangwa na mashabiki na wanachama wa klabu hiyo ambapo shilingi milioni 24,310,240 zimepatikana kupitia miamala ya benki na shilingi milioni 6,900,300 kupitia huduma za fedha kwa simu. Katika hatua nyingine, rais wa klabu hiyo mhandisi Hersaid ameongoza kikao maalum cha kujadili mustakabali wa mradi wa ujenzi wa uwanja wa klabu hiyo. Na kwa nukta hiyo tunafikia tamati ya jambo la leo Mei 12 mwaka 2026. Miongoni mwa yaliyosikika jioni hii ni pamoja na haya: tukio la binti mjamzito mwenye umri wa miaka 22 kunusurika kujifungua ndani ya basi. Ukosefu wa matuta kando ya barabara ya Mtipa Ilongero Singida umewaibua wananchi wakidai unahatarisha maisha yao. Matumaini ya kufikia makubaliano ya amani Iran yatetereka. Na Yanga ya kusanya zaidi ya shilingi milioni 31 kulipa faini ya mchezo dhidi ya Simba Sports Club. Tunasema asante kwa kuungana nasi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jambo la leo, mimi ni Irene Kishiwa. Nami ni Esther Chilato. Uwe na wakati mwema.